Leo nitakushirikisha siri kubwa za maisha ya hekima ambazo zikieleweka vizuri zinaweza kukuokoa na maumivu, kukusaidia kufanya maamuzi sahihi na kukufanya ufanikiwe zaidi. Watu wengi hudhani mafanikio ni kuhusu kujua kitu cha kufanya, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi mafanikio yako yanategemea zaidi hekima ulizonazo na uwezo wa kuielewa jamii yako. Leo tutazungumza kuhusu hekima 7 ambazo zinaweza kubadili maisha yako. Hekima ya kwanza: usisikilize kila ushauri wa wazee. Wazee wana uzoefu, lakini si kila ushauri ni sahihi. Kumbuka, hata wazee pia walifanya makosa, walishindwa, na wengine hawakuwahi kufanikisha ndoto zao. Ushauri mzuri ni ule unaolingana na wakati, mazingira na malengo yako. Mtu akikwambia usianze biashara kwa sababu ni hatari, jiulize, je, anaongea kwa uzoefu wake wa kushindwa au kwa uga wake binafsi? Sikiliza, heshimu, lakini chagua. Ushauri ni kama dawa, chagua dozi inayokufaa. Hekima ya pili: anayeleta siri za wengine atauza zako pia. Kama mtu anakuja kila siku kukuletea habari za watu wengine, usifurahie. Jiulize, je, na mimi akiondoka atakuwa akinipaka matope? Mara nyingi makampuni makubwa yameanguka kwa sababu ya uvujaji wa siri, na mara nyingi aliyekuwa akijifanya rafiki ndiye alihusika. Uaminifu ni mtaji mkubwa kuliko pesa. Linda siri zako na usiwahi kumwamini mtu anayefurahia kusambaza siri za watu wengine. Hekima ya tatu: mpume mtu kwa sifa za maadui zake. Maadui sio kitu cha kuogopa, ni kipimo cha ukubwa wako. Mtu mwenye maadui wakubwa na wenye heshima mara nyingi ni mtu mwenye msimamo na mwelekeo wa kweli. Nelson Mandela alikuwa na maadui wakubwa, serikali yenye nguvu ya ubaguzi wa rangi. Lakini maadui hao waliomchukia walionyesha jinsi alivyosimama kwa haki. Usihukumu mtu kwa marafiki tu, angalia pia maadui zake na kwa nini ni maadui. Hekima ya 4: mwizi akikubusu, hesabu meno yako. Si kila mtu anayekuonyesha mapenzi ni wa kweli. Wengine hutumia maneno matamu kuficha hila. Watu wanaokufagilia sana mara ya kwanza bila kukuambia ukweli, mara nyingi hawa ndio wa kwanza kukusaliti. Yuda alimbusu Yesu, lakini busu lile lilikuwa alama ya usaliti. Jifunze kusoma vitendo, sio maneno pekee. Wapimie watu kwa uhalisia, sio tabasamu. Hekima ya 5: chagua jirani kabla ya nyumba. Kuna watu wanakimbilia nyumba nzuri, lakini baadaye wanalia kwa sababu ya majirani wabaya. Jirani anaweza kukupa amani au kukuvurugia maisha yako yote. Watu wengi mjini hununua nyumba nzuri, lakini majirani wanawatesa kwa fujo, kelele au migogoro ya kila siku. Kabla ya kuchagua nyumba, angalia mazingira. Amua kuwekeza zaidi kwenye jirani bora kuliko kuta nzuri. Hekima ya 6: rafiki feki hutabasamu zaidi kuliko adui. Adui wa wazi anakupa nafasi ya kujiandaa, lakini rafiki wa uongo anayekusogelea na tabasamu kubwa ndiye hatari zaidi. Katika biashara na siasa, mara nyingi wanaosababisha maafa makubwa ni rafiki wa karibu. Usipime uhalisia wa urafiki kwa tabasamu. Pima kwa uaminifu, vitendo na uaminifu wa muda mrefu. Hekima ya 7: adui anayetabasamu ni hatari zaidi kuliko anayekuchukia wazi. Katika makampuni makubwa, mara nyingi wanaosababisha migogoro mikubwa ni wale waliokuwa karibu mno wakijifanya marafiki. Chunga moyo wako. Si kila anayekutabasamia anakutakia mema. Kuwa makini na adui anayevaa uso wa rafiki. Kama ulivyogundua leo, mafanikio si tu kujua kitu cha kufanya, bali pia ni kugundua hekima na mtazamo bora wa maisha. Kumbuka, hekima ni bora kuliko elimu peke yake, na kutumia hekima hii kwenye maisha yako ya kila siku ndiko kutakachokuletea amani, mafanikio na uhuru. Asante kwa kutazama Pesa Vibe. Usisahau kulike, kushare na kuacha comment ya mawazo yako kuhusu hekima gani imekugusa.